Ripoti zinaeleza kwamba rais wa Ukraine sasa hataki kumaliza vita huku akipata kiburi kutoka katika mataifa ya Ulaya. Rais huyo wa Ukraine anasema hatuwezi kamwe kuiachia Urusi ardhi yetu. Hii ndio sababu ambayo itasababisha vita hivi kuwa vikubwa zaidi. Ripoti zimeenea baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukutana na baadhi ya viongozi wa Ulaya, ambapo amesema Ukraine haina haki kisheria au kimaadili ya kuikabidhi ardhi yake kwa Urusi chini ya makubaliano yoyote yenye lengo la kukomesha uvamizi wa karibu miaka minne. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema mnamo Jumapili ya wiki iliyopita kwamba amechoshwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye hataki kumaliza vita huku akiwasikiliza watu wa Magharibi. Volodymyr Zelensky aliwasili Jumatatu nchini Uingereza katika ofisi ya Waziri Mkuu Keir Starmer kwenye mtaa wa Downing Street namba 10 kwa ajili ya mazungumzo na washirika wake wa Ulaya kuhusu makubaliano ya amani yaliyopendekezwa na Marekani. Zelensky alikutana Jumatatu jioni mjini London na viongozi wa Ujerumani, Uingereza na Ufaransa ili kujadili mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani na unaolenga kukomesha vita kati ya Ukraine na Urusi. Mkutano huo pia ulikuwa wa kudhihirisha uungwaji mkono wa Ulaya kwa Kiev baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumshambulia Zelensky kuwa hakusoma kwa kina mpango huo wa amani. Zelensky alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, na baadaye alielekea mjini Brussels, Ubelgiji ili kuendeleza mazungumzo na viongozi wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya na jumuiya ya kujihami ya NATO kabla ya kuelekea usiku nchini Italia. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kufuatia mkutano huo wa London, Zelensky amesema Ukraine haina haki ya kisheria au kimaadili kuikabidhi ardhi yake kwa Urusi chini ya makubaliano yoyote yenye lengo la kukomesha uvamizi wa karibu miaka minne. Je, tunafikia kuacha eneo lolote? Hatuna haki ya kisheria ya kufanya hivyo kulingana na sheria ya Ukraine, katiba yetu na hata sheria ya kimataifa. Hatuna haki ya kimaadili ya kufanya hivyo. Urusi inasisitiza kwamba tuachie baadhi ya maeneo yetu, lakini hakika hatutaki kuachia chochote. Hilo ndilo tunalolipigania kama mnavyojua. Rais wa Ukraine Zelensky amesema Marekani ilikuwa ikijaribu bila mafanikio kwa sasa kupatia mwafaka suala hilo la kuachia ardhi, lakini amesisitiza hawana nia ya kuachilia chochote katika ardhi yao ambayo Urusi inaitaka, na ndio maana wanaendelea kupambana na Moscow. Mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na wale wa Ulaya yanaendelea huko Florida, lakini ikulu ya Kremlin imesema hadi sasa haijafahamishwa matokeo yoyote ya mazungumzo hayo. Chanzo kimoja kilicho karibu na mazungumzo hayo kimeliambia shirika la habari la AFP kwamba masuala yanayotatiza kukamilika kwa mpango huo wa amani ni suala la Ukraine kuachia eneo lake pamoja na kuhakikisha usalama, kwa kuwa Kiev inahitaji kufahamu hatua zinazochukuliwa na washirika wake iwapo Urusi itaanzisha uchokozi mwingine baada ya makubaliano hayo, jambo ambalo Zelensky amesema hadi sasa halijapatiwa jawabu. Zelensky amesema maafisa wa Ukraine na Ulaya wanaendelea kufanyia kazi mpango huo uliopendekezwa na Marekani na wenye vipengele 20 kwa sasa, na kwamba wanatarajia kufikia leo jioni kuwasilisha kwa Washington mapendekezo yao ya kuboresha mpango huo wa amani. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wamesema kwamba sasa ni wakati muhimu kuongeza msaada kwa Ukraine na kuweka shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita. Rais wa Ukraine alikutana na viongozi hao na kuahidiwa kwamba wataendelea kuonyesha jitihada ili kupata dhamana ya kiusalama, lakini pia kuilinda Ukraine, na wameahidi lazima uonyeshe ushirika zaidi kwa Ukraine ili tu Ukraine iweze kushinda katika vita vya kupambania ardhi yake ambayo Urusi inataka kuiteka. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu.